Kiteto 2021. Wapendwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, habari za ibada. Hamjambo. 2021 hapa Kiteto katika eneo hili linaloitwa Kibaya tutakwenda. Hii ni wazo kubwa kabisa kuwahi kutolewa, hususani kabisa katika mikutano hii ambayo kwa siku takribani 8 sisi sote na wale ambao wanatutazama na kutusikiliza katika mitandao mbalimbali, Hope Channel Tanzania, Radio Morning Star pamoja na vyombo mbalimbali, tunapenda kuwajulisha ya kwamba katika siku hizi 8 wewe na mimi tutabarikiwa katika viwanja hivi hapa Kibaya. Tutakwenda 2021. Na katika ibada hii mchana huu wa leo ninalo somo la pekee ambalo Mungu anahitaji kunena nami na kunena na wewe juu ya habari hii nitakwenda. Kuna jambo ambalo mara nyingi watu wanajaribu kufanya, wanajitahidi kulitunza, wanafanya kile wanachokifanya kwa ajili ya maisha haya. Kwa ajili ya maisha haya, wengi wanatafsiri jinsi wanavyotenda katika mahusiano kadha wa kadha, kwenda kati ya mtu na mtu, kati ya mtoto na mzazi, kati ya mwajiri na mwajiliwa. Kuna kutenda na kutendewa kwingi sana. Lakini mara nyingi tunaposikia nitakwenda, tunajua kwa hakika moja anaweza tafsiri ya kwamba hii ni sauti ya Mungu anatuita twende. Anatuita twende, lakini leo unakwenda kwa nani? Kwa nini unaenda kwake? Unamjuaje huyo? Yako mengi yanayohamasisha watu kwenda, yanayowatia moyo kutenda, kwa sababu kauli hii nitakwenda ina maana kutekeleza, kutenda, kuweka yale uliyoyaweka akilini mwako katika utendaji. Kwa hiyo tunaposema 2021 Kiteto, halafu tunaitikia nitakwenda, tunahitaji kujifunza nini kinachofanya uende. Nini hasa? Unahamasishwa na nini hasa ili uweze kutenda? Nini msukumo katika kutenda kwako? Utakwenda, nitakwenda. Nani kwa hakika anafanya kazi nyuma ya kutenda kwako na kutenda kwangu? Ndiposa somo la leo, mchana wa leo, lina ajenda ya pekee kukusaidia wewe pamoja na mimi kufahamu kwa nini niende. Kwa nini? Kwa nini niende? Sababu za kwenda. Hamasa ya kwenda ni nini? Nani anayenivutia? Nini kinanisukuma? Kuna nini basi nikienda? Hili ndilo neno la Mungu mchana wa leo. Nani sababu ya mimi kwenda? Hamasa ya kwenda kwangu, utendaji wangu, utekelezaji wangu katika hatua yoyote unaoanza nayo. 2021 nitakwenda. Nani nguvu ya msukumo huo nitakwenda? Nimegundua watu wengi wanatenda lakini hawaelewi wanayemtendea. Hawaelewi. Kuna ukweli katika jambo hili. Mtoto akiitwa, mtoto akiambiwa na mzazi juu ya jambo fulani kutenda, akatenda. Na mara nyingi mzazi anatafsiri tukio hilo kama vile ni jema sana. Anaishia tu hapo. Ukimwambia, je, uhusiano wako na mtoto ukoje? Ni mzuri, kwa sababu nikimtuma anakwenda, anatenda, anatekeleza. Lakini ukimuuliza pia mwajiri namna anavyohusiana na mwajiriwa wake, na atakueleza kwa nini fulani anaonekana ni wa muhimu sana kwake. Sababu zinajengwa anachotenda. Huyu mwajiriwa anatenda. Ndivyo ilivyo kwa kawaida. Ni rahisi sana kuchukulia jambo hilo
katika habari za Kiteto 20:21. Nitakwenda. Sasa hapa ndipo tunahitaji kuweza kufahamu, nani hamasa yako? Kwa nini unaenda? Kwa nini unatenda hicho unachotaka kutenda? Kwa nini uende? Msukumo wake ni nini? Katika historia ya neno la Bwana, ndani ya maisha ya Wakristo katika Biblia na katika karne ya 21, hali hiyo ya sitofahamu, kwa sababu mwanadamu sio rahisi kufahamu yaliyomo ndani ya moyo wake. Mungu anafahamu kilichoko ndani ya moyo wa mwanadamu, na anajitahidi kwa hali zote kumfanya mwanadamu ajue kilichoko ndani ya moyo wake, na huyu ni msaada wake mwenyewe. 20:21, nitakwenda. Katika Biblia takatifu, kitabu cha Kutoka sura ya 33 mstari wa 12 na 13. Hapa nahitaji nisome Kutoka sura ya 33. Kutoka 33 na ule mstari wa 12 na 13. Musa akamwambia Bwana, angalia, wewe waniambia wachukue watu hawa, nawe hukunijulisha ni nani utakayemtuma pamoja nami. Walakini umesema, na kujua jina lako, nawe umepata neema mbele zangu. 13. Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kufanyaje kukujua, ili nipate neema mbele zako, ukakumbuke ya kuwa taifa hilo ndilo watu wako. 14. Akasema, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Sasa nikawa najiuliza, mpaka hatua hii kuna mambo Mungu amefanya na Musa. Tangu amekutana naye pale Horeb akichunga kondoo wa Yethro, akakubali. Kijiti kinawaka katika kile kichaka, kinawaka kiteketei. Akaona maajabu yale. Akaingia nchi ya Misri, kaona maajabu, tangu nyoka, fimbo kuwa nyoka, mpaka pigo la mwisho kuagiza nenda lile la kifo cha wana wazaliwa wa kwanza wa Misri, ambao ni pigo la 10 na la mwisho. Yote hayo Musa alikwisha yaona, mapigo hayo yote 10 katika nchi ya Misri. Lakini kama vile haitoshi, aliona Mungu akipasua bahari ya Shamu, wana wa Israeli wakapita nchi kavu, na wa Misri walipojaribu wakafa maji. Kama vile haitoshi, Musa alikuwa juu ya ule mlima wa Horebu siku 40, hali chakula, hanywi maji, akiwa katika utukufu wa Mungu. Ni kama vile haitoshi, hapo Horebu Mungu alinena na Israeli, akawapa yale kauli 10, tunaita amri 10, na akahubiri Mungu mwenyewe, wakasikia wana wa Israeli. Na kwa hakika kupitia uwepo wa Musa, Mungu alitoa amri 10 kwa Israeli. Kinachonishangaza ni hivi, pamoja na kwamba umesema unanijua, kauli ya Musa hiyo, pamoja na kwamba umesema nimepata neema yako, jambo moja ninahitaji kutoka kwako, nionyeshe. Na naomba ndugu zangu sikie vizuri hapa. Ninaparudia na kuparudia, kwa sababu hii ndio ajenda kubwa ambayo tunaiona hapa. Na Biblia inasema mstari wa 13, narudia,
Basi sasa nakuomba, ikiwa nimepata neema mbele zako, unionyeshe njia zako, nipate kukujua. Ina maana Musa alikuwa hajamjua Mungu mpaka hatua hiyo, na alikuwa ametii sana. Kaacha kuchunga kondoo, kaenda nchi ya Misri. Ametii mbele za Farao mara zote zile. Ametii kutoka nchi ya utumwa wa Misri na wana wa Israeli. Ametii mpaka hatua yote hiyo, ila hamjui Mungu bado. Ni kitu gani kinafanyika hapa? Ndiposa nikaliona hili kama changamoto kubwa sana. Na mara nyingi ukichukua maisha yako ya Kristo ukayafanyia tathmini, utagundua ya kwamba yamejawa sana huko nyuma, yamejawa sana na kutii na kutenda anachosema Mungu. Halafu katika kutenda huko ni rahisi kudhani mimi na Mungu tuko sawa, tunafahamiana, tunahusiana. Lakini kwa mujibu wa neno la Bwana na kila ambacho Musa anachoomba mpaka hatua hii, nionyeshe njia zako, nifundishe njia zako. Kwa sababu ile neno nionyeshe ina maana nataka nione njia, nataka unifundishe ulivyo wewe. Kwa sababu Musa alikuwa anatenda, alikuwa anatekeleza, alikuwa anakwenda. Na unajua Israeli, wakati ujumbe huu unakuja ya kwamba tutoke twende katika nchi ya baba yetu ambayo Mungu aliwaapia baba zetu, twende. Na Waisraeli wakasema tutakwenda. Kama Waisraeli wote karibu 2,000,000 na wanaondoka, na yote ambayo Mungu alifanya na Musa akiwa pamoja nao, anaondoka, anakwenda. Lakini katika hatua hizo zote hajamjua bado. Na ili ujue ya kwamba ombi lake lilikuwa sahihi, genuine, wazi, la kweli, sio kana kwamba alikuwa anajifanya, ni kweli. Ili ujue ilikuwa ni kweli, Mungu alijibu ombi hilo. Sasa hapa ndipo tunahitaji kujua ya kwamba kwa nini katika yote haya ambayo Mungu alikuwa amefunua, bado Musa hajamjua bado. Lakini ameambiwa mambo mawili: ninakujua jina lako. Jambo la pili, umepata neema yangu. Mara nyingi sisi tukisikia Mungu analijua jina langu, 1, 2, nimepata neema, tuna sehemu nyingi za kunukuu. Maana hata yule malaika Gabrieli alimwambia Mariamu, salamu, umepata neema. Lakini hata wakati wa Nuhu, Biblia inasema Nuhu akapata neema. Sasa ikiwa amepata neema, ikiwa amelijua jina lake, nini tena anahitaji Musa hapa? Mpaka anamwambia, kweli umenifanyia hayo, ninataka nikujue. Ndiposa nikaliona hili, wewe na mimi kama Wakristo ni rahisi kutenda alichosema Mungu, alichoniagiza, nikatekeleza, nitakwenda. Lakini hayo yote yanafanyika, sijamjua bado. Inawezekana. Sasa swali linabaki, ninamjuaje? Ili nijue Musa alichokuwa anaomba ni kitu gani basi? Biblia imeandika maeneo makubwa mawili ambayo kwayo mbingu zimejulikana. Moja ni kupitia uumbaji wake. Kupitia uumbaji wake amejulikana. Warumi 1 mstari wa 20.
Warumi 1 na mstari wa 20. Katika kitabu cha Warumi, Mtume Paulo anaandika namna ambavyo Mungu alijidhihirisha kwa wanadamu katika kipindi kile cha Agano la Kale. Na hapa ninasoma: kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi zake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na udhuru. Hii ni njia ambayo Mungu amejulikana kwa kazi zake. Anapozungumzia kazi zake, utendaji wake, uumbaji wake, kwa watu wakiona milima, wakiona miti, wakiona wanyama, wakiona ndege, wakiona wadudu, hiyo ni kazi yake. Yaani ni kusema hivi, hicho ni kitabu ambacho kwacho Mungu anajulikana. Watu wakiona mvua zinanyesha, jua linawaka, hali ya hewa, kila kitu kinaendelea, maana yake ni kwamba hicho ni kitabu ambacho kwacho wanadamu watamjua. Sasa inakuja kidogo juu ya jambo hili. Hapa Paulo anaandika, anasema badala ya kumwabudu wakaabudu sanamu. Kumbe ilikuwa ni kupitia kazi yake ya uumbaji watu wamjue, watu wamwabudu yeye, sio uumbaji wake. Hii ni njia ya kwanza ambayo hakuna mwanadamu atakaye kuwa na udhuru. Ndiposa neno la Mungu linasema mstari huo wa 20, narudia kusoma: kwa sababu mambo yake yasiyoonekana tangu kuumbwa ulimwengu yanaonekana na kufahamika kwa kazi yake, yaani uweza wake wa milele na uungu wake, hata wasiwe na nini? Wasiwe na nini? Na udhuru. Hakuna mwanadamu ambaye atakuwa na udhuru ya kwamba Mungu hajawahi jijulisha kwa watu. Kitabu cha Matendo sura ya 14 na mstari wa 17. Matendo 14 na mstari wa 17. Hapa napo neno la Mungu linatueleza. Matendo 14 na mstari wa 17. Biblia inasema, Mungu wa watu hawa Israeli aliwachagua baba zetu, akawatukuza watu hao waliokuwa wakikaa kama wageni katika nchi ya Misri, na kwa mkono ulioinuliwa akawatoa, akawaongoza. Sasa angalia kile ambacho kinaelezea katika mstari wa 18. Na kwa muda wa miaka kama 40 akawavumilia katika jangwa, na alipokwisha kuharibu mataifa 7 katika nchi ya Kanaani, akawapa nchi yao iwe urithi kwa muda wa miaka kama 450. Sasa sikiliza kidogo, hapa ni historia ambayo mtumishi wa Mungu anaiandika, kwamba kupitia taifa la Israeli, kwa sababu huko nyuma alisema ninawachagua, mwenye mtakuwa tunu. Wakati ule anawahutubia katika mlima Horeb, ninyi ni tunu na nimewachagua, si kwa sababu ni wengi sana, si kwa sababu na nguvu sana, lakini kupitia ninyi mataifa yote ya dunia watanifahamu mimi. Sasa katika njia hii yote aliongoza jangwani, yale makuu yote aliyoyafanya, ilikuwa ni mojawapo ya kazi zake ambazo kwazo taifa la Israeli kwanza wenyewe wamjue yeye ni nani. Na ndio maana kuna wakati alizuia chakula, alafu wakati mwingine anawapa chakula. Kuna wakati alizuia maji, alafu anawapa tena maji. Hiyo yote ilikuwa ni kazi zake, kama ambavyo alifanya kwa mataifa mengine, ili wamjue yeye. Nijulishe kazi yako, nionyeshe kazi yako. Musa alikuwa anadai kitu gani hapa?
Njia nyingine ya pili ambayo kwayo Mungu anajijulisha ni neno lake. Neno lake ndiyo njia kuu, kwa hakika kubwa zaidi, tena ya pekee, ambayo mwanadamu atamjua Mungu. Sasa angalia jambo hili kidogo tofauti hapa. Ile ya kwanza, kupitia kazi zake. Kupitia kazi zake inaleta picha ya kujua yuko Mungu. Yuko Mungu. Kazi za Mungu zinamfanya mwanadamu ajue yuko Mungu. Lakini hii njia ya pili, naeleza hii ujue tofauti kidogo. Hii njia ya pili inamfanya mwanadamu ajue mapenzi yake. Ndio tofauti hapa. Ile ya kwanza, yuko Mungu. Tukiona mlima, kiona mto, akiona chemchemi, kiona bahari, kiona mimea, kiona wanyama, kichwani inakuja, havijajileta vyenyewe. Yuko aliyeviweka. Yuko Mungu. Hawana udhuru, kwa sababu amejijulisha. Yuko aliyeviweka. Lakini njia ya pili, ambayo ni kupitia neno, hii ni njia ambayo inamfanya mwanadamu ajue mapenzi ya Mungu. Ajue mapenzi ya Mungu. Katika Injili ya Yohana sura ile ya kwanza na mstari wa 18, fungua hapo. Injili ya Yohana sura ile ya kwanza na ule mstari wa 18, Biblia inasema maneno haya: hakuna mtu aliyemwona Mungu wakati wowote. Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Hakuna aliyemwona Mungu mahala popote ila huyu pekee. Tena Biblia anasema ambaye anaitwa nani? Anasema Mungu mwana pekee aliye katika kifua cha Baba, huyu ndiye aliyemfunua. Kwa hakika hilo Kolosai 1 mstari wa 15 anasema yeye ndiye chapa ya Mungu. Yeye ndiye chapa. Yeye ndiye icon. Kwa sababu maneno haya tunayosikia icon, maneno ya Kiingereza hayo, yaani maana yake ndiye aina yake. Ndio aina yake. Huyo ndiye aliyefunuliwa. Na ndio maana katika Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 8. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 6 mpaka wa 8. Kauli hii Yesu aliisema. Akasema maneno haya. Yesu akamwambia. Kuna swali hapa liliulizwa. Tomaso, ngoja nianze na mstari wa 5. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui uendako, nasi twaijuaje njia? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mstari wa 7, kama mungalinijua mimi, mungalimjua na Baba. Tangu sasa mwamjua, tena mumemwona. Mstari wa 8, Filipo akamwambia, Bwana, utuonyeshe Baba, yatutosha. Mstari wa 9, Yesu akamwambia, mimi nimekuwapo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona Baba. Basi wewe wasemaje, utuonyeshe Baba? Yesu katika kazi yake yote aliyofanya alikuwa na ajenda moja kubwa sana: kumfunua Baba, kutujulisha Baba ni nani. Kwa hivyo mambo yote aliyofundisha, kazi zote alizotenda, ilikuwa ni kuwajulisha Baba yukoje, anafananaje, ana tabia gani, yuko
nao. Kwa hiyo hiki ndicho unachokiona hapa, anaelezea unaposema nitakwenda, Yesu anafanya kila kinachowezekana wamjue. Sasa hili fungu ambalo tumesomewa hapa, ile Injili ya Yohana sura ya 17 na ule mstari wa 3, kwamba na uzima wa milele ndio huu, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Sasa hili linatupatia umuhimu wa kumjua. Kwa nini tumjue? Ni uzima wa nini? Uzima wa nini? Wa milele. Yaani tukimjua yeye tuna uzima wa milele. Haleluya! Hiyo ndiyo faida, na ni faida kubwa mno. Huu ndio uzima wa milele, wa kujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, Yesu Kristo uliyemtuma. Kwa hivyo kumjua yeye ni kupata uzima wa milele. Na ndio maana wale ambao wakumjua walichokifanya ilitafsiriwa kwamba ni kutomjua. Kwa mfano, Paulo alikuwa mtesaji alipokuwa Sauli, na anaandika yeye mwenyewe Korinto ya kwanza 1 mstari wa 12 hadi 14. Anasema nilikuwa mtukanaji, nilikuwa mtesaji. Anaeleza hivi, hayo yote niliyafanya kwa sababu ya ujinga, ignorance. Yaani kwa sababu sikumjua nilifanya hayo. Katika Injili ya Yohana sura ya 16 na mstari wa 3, Yesu anasema wale watakaoteswa kwa sababu ya jina lake watafanyiwa hayo tu kwa sababu hawakumjua Mungu. Kwa hiyo Wakristo watateswa na wanadamu wenzao si kwa sababu yoyote ile, hawakumjua. Kwa hiyo ina maana kama hatutamjua tutatesa, tutatukana kwa sababu ya kutokujua. Ndipo nikaelewa kwa nini Hosea 4 mstari wa 6 anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa nini? Maarifa. Maisha ya kuangamizwa ni matokeo ya kukosa maarifa. Kwa hiyo Yesu anaposema huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Wakujue wewe ni nani? Wakisha kujua wewe, ndipo nikajua kwa nini Musa anasema nionyeshe njia zako nipate kukujua. Lakini wakati anaomba kumjua Mungu, ametii sheria zake, ameitikia nitakwenda, ametekeleza aliyoambiwa na Bwana, lakini kumbe hamjui. Sasa ikiwa ndivyo, hasara yake haishii tu kutesa, haishii tu kutukana, haishii tu katika hayo yote. Ila Wathesalonike ya pili ule mstari wa sura ile ya pili mstari wa 8 na wa 9, hapa nisome. Wathesalonike ya pili katika ule mstari sura ile ya pili, neno la Mungu linatueleza madhara. Kwa hakika pengine niseme kwamba haya ni madhara makubwa kuliko yote ya kutomjua. Wathesalonike ya pili sura ile ya pili ule mstari wa 8 na mstari wa 9, nasoma. Hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuapo kwake, yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake Shetani, kwa uwezo wote na ishara na ajabu za uongo. Sasa ili ujue huyu ni Ibilisi, huyu ambaye atauawa kwa pumzi ya kinywa chake. Ili wakati Ibilisi anauawa, rudi ile sura ya kwanza, uone ule mstari wa 8 tena na mstari wa 9. Wengine watakaoadhibiwa haya maangamivu haya ni yapi haya? Mstari wa 8 na mstari wa 9, Wathesalonike ya pili sura ile ya kwanza mstari wa 8 na wa 9. Katika mwali wa moto, unaanzia mstari wa 7, na kuwalipa ninyi wamteswao raha pamoja na sisi wakati wa kufunuliwa kwa Bwana Yesu kutoka mbinguni pamoja na malaika wa uweza wake,
8, katika mwali wa moto, huku akiwalipiza kisasi wao wasiomjua Mungu. Sikiliza vizuri, watakaolipizwa kisasi ni wale wasiofanyaje? Wasiomjua Mungu, na wao wasioitii injili ya Bwana wetu Yesu. Mstari wa 9, watakaoadhibiwa kwa maangamizi ya nini? Ya milele. Kisha akatueleza ni kitu gani hicho? Akasema kutengwa na uso wa Bwana na utukufu wa nguvu zake. Hasara ya kutomjua ni maangamivu ya milele, kutengwa na uso wa Bwana milele. Ndiposa nikaona jambo hili wazi kwenye maandiko. Kwa nini Musa anaomba ajue, wakati alishaonekana kwake, ameona utukufu wake, ameitii sauti yake, ametenda katika alichoagizwa. Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 na mstari wa 24. Nini maana ya kumjua Mungu? Fungua pamoja nami Yeremia sura ya 9. Hapa Mungu anajieleza mwenyewe. Yeremia sura ya 9 mstari wa 23 na mstari wa 24. Bwana asema hivi: mwenye hekima asijisifu kwa sababu ya hekima yake, wala mwenye nguvu asijisifu kwa sababu ya nguvu zake, wala tajiri asijisifu kwa sababu ya utajiri wake. 24. Bali ajisifuye na ajisifu kwa sababu hii, ya kwamba ananifahamu. Nani? Mimi, na kufanyaje? Na kunijua. Sasa hapa ndipo nahitaji uweze kuona vizuri. Na kumjua kwa vipi? Sasa naendelea kunukuu, ya kuwa mimi ni Bwana nitendaye 1, wema 2, hukumu 3, haki katika nchi, maana mimi napendezwa na mambo hayo, asema nani? Bwana. Wema, hukumu, haki. Sasa ndipo tunakuja katika neno hili. Huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe. Kumbe hapa kumjua Mungu kwa mujibu wa Yeremia 9 mstari wa 23 na 24, kumjua Mungu ni kujua tabia yake. Sasa hapa ndipo kuna msingi wa jambo hili. Kumjua Mungu ni kujua tabia yake. Sasa hapa ametaja wema, ametaja hukumu, ametaja haki. Sasa hii imekaaje hapa? Turudi tena tuzione katika nafasi zake kuu 3. Nenda katika kitabu kile cha Kutoka sura 34 mstari wa 5 mpaka mstari wa 9. Hapa Mungu anajibu lile ombi la Musa kwamba nionyeshe njia zako nipate kukujua. Sasa hii sura 34 ndipo Mungu anajitangaza. Safari hii sio kwa Israeli ila ni kwa Musa. Kwa lugha nyingine ombi lake linajibiwa. Nataka nikujue. Umenitangazia neema na umenijua jina langu. Nataka nikujue. Mstari ule wa 5 mpaka mstari wa 9 Kutoka 34, neno la Mungu linasema, Bwana akashuka ndani ya lile wingu, akasimama pamoja naye huko, akalitangaza jina la Bwana. Kalitangaza jina lake. Mstari wa 6, Bwana akapita mbele yake, akatangaza, Bwana, Bwana Mungu mwingi wa huruma, mwenye fadhili, si mwepesi wa hasira, mwingi wa rehema na kweli, mwenye kuwaonea huruma watu elfu, mwenye kusamehe uovu na makosa na dhambi, wala si mwenye kumhesabia mtu
mwovu kuwa hana hatia kamwe, mwenye kuwapatiliza watoto wovu wa baba zao na wana wa wana wao pia, hata kizazi cha 3 na cha 4. Musa akafanya haraka, akainamisha kichwa chake hata nchi, akasujudu. Mstari wa 9 akasema, ikiwa sasa nimepata neema mbele zako Bwana, na kuomba Bwana uende kati yetu, maana ni watu wenye shingo ngumu, ukasamehe uovu wetu na dhambi yetu, ukatutwae tuwe urithi wako. Haleluya! Huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe. Kumbe maana ya kujua ni tabia yake. Kwa hiyo Musa alikuwa anatii amri zake, maagizo yake, kila anachoambiwa anatii, lakini alichokuwa anataka, anatafuta uhusiano. Na sikiliza ndugu zangu, mchana huu wa leo ni katika kujua tabia ya Mungu, ndiposa mwanadamu atakuwa Mkristo kweli kweli. Wengi katika nafasi hii yako mambo matatu, nafanya mtasari sasa. Jambo la kwanza amesema yeye ni mwema, yeye ni mwenye fadhili, ni mwema. Mungu ni mwema. Haleluya! Ndio maana Zaburi 145 mstari wa 8 na mstari wa 9 Biblia inasema Bwana ni mwema kwa watu wote. Wewe ni mwema kwa watu wangapi? Wote. Na kwa sababu hiyo anataka tujue. Jambo la pili analolieleza, si mwepesi wa hasira. Si mwepesi wa hasira. Kwa hakika ukiendelea Zaburi 103 ukasoma mstari wa 8 mpaka 14, fungua hapa. Si mwepesi wa hasira. Na ushahidi huu uko hapa. Zaburi 103 amejieleza pale, yeye si mwepesi wa hasira. Na hii Zaburi 103 imeandika mambo ambayo ukisoma unaweza ukaelewa vile ambavyo ulimwengu unavyomwelewa Mungu na ambavyo Mungu anavyojitangaza tofauti kabisa. Zaburi 103 na ule mstari wa 8 mpaka mstari wa 14. Naomba usikilize sasa. Bwana amejaa huruma na nini? Na neema. Amejaa. Amepungua. Ni asilimia ngapi? Ni asilimia ngapi zimejaa? Yaani yeye katika hiyo yuko furu. Haleluya! Kama ni chombo umejaza, kimejaa maji, Mungu amejaa. Moja, amejaa nini? Huruma. 2, neema. Hivyo vimejaa. Haoni hasira namna gani? Upesi, ni mwingi wa fadhili. Mstari wa 9, yeye hataleta siku ngapi? Siku zote, wala yeye hatateta siku zote, wala hatashika hasira yake milele. 10, hakututenda sawasawa na hatia zetu. Kwani hata wewe ukikaa hapo ukatafakari kulingana na maisha uliyofanya, hivi angelitenda sawasawa na tulivyotenda? Mtu mmoja aliniambia siku moja, akasema kama fulani naye ni Mkristo na bado anaishi mpaka sasa, hayupo Mungu. Kamuuliza kwa nini? Kaeleza maisha aliyotendewa na mtu huyo. Yaani yeye anamtafsiri Mungu kwa vile waovu wanavyotenda, na Mungu ni kama hashughuliki nao. Yaani akasema kwa kuwa fulani bado yu hai, hayupo Mungu. Na hapa Biblia inasema ya kwamba hakututenda sawasawa na hatia zetu, wala hakutulipa kwa kadiri ya maovu yetu. Hajawahi tenda kulingana na maovu yetu. Huwa ninasikitika
Watu wanapoona mwanadamu amepitia maisha magumu, halafu mwingine anasema Bwana amemlipa. Naomba usikize ndugu zangu, hakuna mwanadamu chini ya jua ambaye Bwana amemlipa kulingana na maovu yake. Hiyo siku ameiacha tu, siku ile atakapolipa kisasi ni siku atakapokuja. Lakini katika dunia hii, nisikize na ndugu zangu wapendwa, Biblia inasema hajawahi kututendea kulingana na tulichotenda. Hajawahi kutulipa kulingana na maovu yetu. Hajawahi. Ule mstari ule wa 11, maana mbingu zilivyoinuka juu ya nchi, kadiri ile ile rehema zake ni kuu kwa wamchao. 12, kama mashariki ilivyo mbali na magharibi, ndivyo alivyoweka dhambi zetu mbali nasi. 13, kama vile baba awahurumiavyo watoto wake, ndivyo Bwana anavyowahurumia wamchao. 14, kwa maana yeye anatujua umbo letu na kukumbuka ya kuwa sisi tu nani? Tu mavumbi. Yaani anachofanya Mungu ni hiki: anatutendea kila ambacho hatustahili. Sisi ni mavumbi, sisi ni waovu, lakini si mwepesi wa hasira. Na tena hakai na hasira milele. Hana hasira siku zote, hana. Hivyo ndivyo alivyojitangaza Bwana Mungu wa huruma, si mwepesi wa hasira, mwenye kusamehe. Na haya ndiyo mambo ambayo tunahitaji kufahamu tunaposema nitakwenda. Nini kinatuatamashisha kwenda? Kwa nini tutekeleze? Kwa nini tutunze maagizo yake na amri zake na sheria zake? Na hiki ndicho ambacho Ibilisi, tutakuja kuangalia katika mikutano hii, amejitahidi kuhakikisha wanadamu wanamwogopa Mungu sana. Ninakumbuka wakati ule Mungu anatokea katika bustani ya Edeni, siku ile alipoanguka dhambini Adam na mke wake. Katika ile Mwanzo sura ya 3 mstari wa 8 hadi wa 10, waliposikia sauti ya Mungu bustanini, Biblia inasema Adamu akajificha, akaogopa. Nikajiuliza, kwa nini anamwogopa Mungu? Wakati walikuwa wanawasiliana tu hapo kabla, nikagundua ile sumu ilitokea hapo, kutoka ile hatua ya maisha yasiyo na dhambi kuingia hapa dhambini. Kuna kauli zilizosemwa kuhusu Mungu, na hizi kauli ziliingia kwenye akili zao, na kwa kuwa sasa wameasi, walimuona Mungu yeye ukikosea umemalizika. Na waliposikia sauti yake bustanini, Adamu akajificha, akaogopa kwa kuwa yu uchi. Na katika ulimwengu huu, watu wengi wanaojiita Wakristo, sikilizeni ndugu zangu, wanatenda mapenzi ya Mungu si kwa sababu wanamjua Mungu wao, ila wanamuogopa. Wanamuona ni mwenye hasira, ukikosea umekwisha. Adam ndiye aliyehubiriwa huo ujinga katika akili zake na yule Lucifer, amba ukifanya hivyo tu umekwenda. Lakini kumbe si mwepesi wa hasira. Yeye ni mwema, si mwepesi wa hasira, ni mwenye upendo. Na Paulo anawaandikia Warumi sura ya 5 mstari wa 8 kwamba Mungu alidhihirisha pendo lake kwetu sisi, kwamba Kristo alikufa tungali wenye dhambi. Hiyo ndio waraka wa kwanza Yohana sura ya 4 mstari wa 8. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo. Kwa maana nyingine, tunaposema tunakwenda, hatuhamasishwi kwamba tukikosea atatuua. Mungu ni mwema, 1. 2, Mungu si mwepesi wa hasira. 3, Mungu ni pendo. Hiyo ndio anayoelezea
katika Yohana sura ya 3 mstari wa 17 kwamba mwana hakutumwa ulimwenguni ili ahukumu, la, ili aokoe. Injili ya Yohana sura ya 14 mstari wa 23 anaelezea kwamba kama tukimpenda tutashika amri zake, yeye na Baba watakaa ndani yetu. Yaani hata kutii neno ni mpaka tutangulie katika upendo. Ndiposa akaandika maneno haya Paulo katika Wakorinto ya pili sura ile ya 5 na mstari wa 14, kwa maana upendo wa Mungu watubidisha. Yaani upendo wa Kristo ndio unaochochea kutenda kwangu, kwenda kwangu, kutii amri zake, kufanya anachotuagiza. Tunaposema tutakwenda, hatuchochewi na kwamba Mungu atatuangamiza, Mungu atatufanya hiki na kile. Badala yake Mungu ni mwema, Mungu ni si mwepesi wa hasira, na Mungu ni pendo. Katika maisha haya ndani ya ulimwengu huu, kitu ambacho wewe na mimi unapaswa kufahamu ni kujua tabia yake. Adamu hakuijua, ndio maana alijificha. Hata kile kisa cha mwana mpotevu katika Luka sura ya 15, huyo aliyekuwa amekwenda huko ng'ambo, hakati anapiga akili ya kurudi, anasema watumishi wangapi wanakula na kushiba kwa baba yangu? Nitaenda nitamwambia mimi stahili kuitwa mtoto wako, nifanye kuwa mtumwa. Yaani hata yeye hakumjua baba yake, hakumjua. Yeye alijua amepungua thamani, atawekwa thamani moja na watumwa. Lakini hata yule kaka yake aliyebaki nyumbani, alipokuta sherehe na baba anamwambia kijana wetu alikuwa amepotea, sasa amepatikana, tunasherehekea, kijana pia hakujua tabia ya baba yake. Yaani wote wale wawili, aliyekuwa ameenda ng'ambo na aliyekuwa nyumbani, hawakumjua baba yao. Na kwa hakika Luka sura ya 15 haielezei juu ya shilingi iliyepotea kama kana ni wanadamu, haielezei zaidi juu ya kondoo aliyepotea, haielezei zaidi juu ya wanadamu aliyepotea yule mwana mpotevu. Inaelezea sana juu ya tabia ya baba yako wa mbinguni na baba yangu wa mbinguni. Yaani kama kuna kitu kitatuhamasisha kufanya ni kujua ya kwamba Mungu wetu ni mwema, Mungu si mwepesi wa hasira, mwenye kusamehe, tena huyo Mungu ni pendo, apenda watu. Tunaposema nitakwenda, hamasishwa na tabia yake. Bila kujua tabia yake utaishia kutii amri, utaishia kwenda na kufanya, lakini kwa hakika huna mahusiano yoyote. Nionyeshe njia yako nipate kukujua, na huu ndio uzima wa milele, wakujue wewe Mungu wa pekee wa kweli, Yesu Kristo uliyemtuma. Mchana huu wa leo tunahitaji kumjua kama Mungu anayetenda wema, Mungu asiyetutendea sawasawa na uovu wetu, mwingi wa huruma, mwenye kusamehe. Tunataka kujua si mwepesi wa hasira, Mungu ni pendo. Huyo ndiye Mungu ambaye mchana huu na katika mikutano hii atajitangaza, atabatilisha ufahamu wa kila mwanadamu kuhusu yeye, ili watakaomjia, watakaokwenda, watakaotenda, watende kwa sababu wanahamasishwa na tabia yake. Mchana huu wa leo wangapi anasema Bwana nisaidie kukujua wewe, kama hivyo alivyoomba Musa? Simama pamoja nami popote ulipo katika mitandao ya jamii, Hope Channel Tanzania, wanaotazama Morning Radio, Morning Star, katika mitandao ya kijamii, wale wa popote ulipo, ikiwa unaweza ndani ya nyumba, hapo nyumbani kwako, katika basi, katika chombo cha kusafiria. Mchana huu wa leo nasema Bwana nionyeshe njia zako, nipate kukujua. Wewe ni pendo, wewe ni mwema, wewe si mwepesi wa hasira, na unatutendea sawasawa na rehema zako, si sawasawa na maovu yetu. Baba, asante mchana wa leo. Bariki mtazamaji na msikilizaji, na jina lako liendelee kudhihirika katika viwanja hivi, na kila mmoja wetu akujue wewe Mungu wa pekee na wa kweli, na Yesu Kristo uliyemtuma, sasa na hata milele, kwa jina la Yesu, amina.
Nipende kuchukua fursa hii, mtazamaji na msikilizaji, pamoja na wewe unayeniona popote pale ulipo, uweze kusimama pamoja nami tunapokuwa tunamshukuru Mungu katika ombi kwa ajili ya somo la leo. Na tuweze kuomba. Muumba wa mbingu na nchi, tumetambua ya kwamba wakati mwingine wanadamu tumekufunua isivyo. Tumegundua wewe ni mwema, wewe ni mwingi wa fadhili, wewe unasamehe, wewe unatakasa, tena wewe si mwepesi wa hasira Bwana. Na ndio maana katika mchana huu tunakuijia tukisema wewe unastahili kuabudiwa. Wewe, wanadamu wote wanapaswa kukuabudu wewe, wanapaswa kukuijia wewe. Na hivyo popote pale, kama kuna mtu yeyote, awe mwanaume, awe mwanamke, awe mtoto, awe kijana, awe mzee, Bwana atakaye kuijia ajue kwamba wewe umejawa upendo. Na kwa sababu hiyo, sisi tunapokuja kwako Bwana, tuwezeshe tuweze kuwa na ufahamu huo kwa kipindi cha siku kama 8 ambazo tutakuwa hapa kama wanaatape ambao wanaleta mikutano hapa ya afya ya watu kutibiwa. Ni kuonyesha upendo wako, ni kuonyesha wema wako. Na ndio maana Bwana wamekuja hapa ili watu wapate kuona jinsi ulivyo mwema na jinsi unavyowajali watu katika matatizo yao na shida mbalimbali. Katika siku hizi ukajifunue na watu wa Kiteto, eneo la Kibaya, Bwana, wakaone fadhili zako, wakaone utukufu wako, wakaone na wema wako, katika jina lake Yesu. Amen.